mti unakuanga na uwezo wa kuwa madhabahu. Nimesema kwamba kwenye aina za madhabahu kuna madhabahu mwili, kuna madhabahu eneo, lakini pia kuna madhabahu kitu. Nikaelezea kuhusiana na madhabahu mwili, nikasema kwamba kwenye madhabahu mwili kuna mwili wa mtu, kuna mwili wa mnyama, lakini pia kuna miti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anatoka Yerusalemu akiwa ako na njaa, akaupata mti ambao unaitwa mtini, na ule mti ulikuwa hauna matunda. Maandiko yasema ya kwamba akauongelesha ule mti, akauambia, tangu sasa mtu asile matunda kutoka kwako. Ukiangalia kwenye kitabu cha Marko 11 mstari wa 14, maandiko yasema ya kwamba Yesu akaujibu ule mti. Ina maana kwamba walikuwa na maongezi na ule mti. Akauambia, tangu sasa mtu asile kutoka kwako. Kwa maana ule mti, it is an altar, ni madhabahu. Mti una uwezo wa kusikia, una uwezo wa kuongelesha, na wao wenyewe una uwezo wa kuongea, because mti ni kiumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo utaona kwamba kilichotufanya sisi tukamilikiwa na shetani ni kwa sababu ya mti wa mema na mabaya, lakini kilichotufanya tukombolewe, utaona kwamba ni ule mti ambao Yesu alikuwa amesulubiwa pale msalabani. Na hii inatuonyesha kwamba mti unaweza ukatumika kama madhabahu ya kuunganisha na ulimwengu wa kiroho, ukapata vitu vya rohoni, kwa sababu mti unaweza ukatumika kama an altar, unaweza ukatumika kama madhabahu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 19, maandiko yasema viumbe vyote vinangoja kwa hamu kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Tunapoongelea kuhusiana na viumbe, hata mti ni kiumbe. Kuna watu ambao wanatumia miti ili kujiunganisha na ulimwengu wa kiroho. Kuna maspiriti ambao zimekaa katika miti. Ndio maana nilikuwa nasimuliwa historia moja na mtu mmoja ananiambia kwamba kuna mti ambao ulikatwa ukaanza kutoa damu. Mti unaweza ukatumika kama an altar. Ndio maana utaona kwamba watu ukisoma kwenye Biblia yako vizuri utaona kwamba Gideoni alikuwa amekaa kwenye mti wa mwaloni. Abrahamu akatengeneza madhabahu kwenye mti wa mwaroni, kwa maana miti ina uwezo wa kuwa madhabahu. Maana nimesema kwamba madhabahu ni kibebeo cha spirit. Sasa ule mti ambao ulikuwa kwenye bustani ya Edeni, Adamu na Hawa walipokula, maandiko yasema wakafunguliwa macho na wakaanza kuona vitu ambavyo hawangeweza kuona. Ina maana kwamba ule mti uliwaunganisha na ulimwengu wa kiroho, maana ule mti ulikuwa it is an altar, ni madhabahu. Ule mti ukafanya wakaanza kufa, lakini Yesu aliposulubiwa kwenye ule mti ambao ule mti ulikuwa umekufa, akaleta uzima. Kwa hivyo cha kwanza Yesu alichokifanya, alihakikisha kwamba amedili na ule mti wa mema na mabaya, akaua na akasulubiwa katika ule mti. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Ufunuo mlango 22 na mstari wa 2, kwenye ile mbingu mpya na nchi mpya, kwenye ile Yerusalemu mpya, kutakuwa kuna mti wa uzima, lakini hakutakuwa na mti wa mema na mabaya. Maana Yesu aliposulubiwa alisulubiwa kwenye ule mti wa mema na mabaya, ambao ule mti ulikuwa umebeba kifo, ulikuwa umebeba mauti. Yesu alihakikisha kwamba amesulubiwa kwenye ule mti ili atukomboe. Lakini Adamu alipokula ule mti wa bustani ya Edeni, mauti ikamuingia ndani yake, because mti unaweza ukatumika kama madhabahu. Mti unaweza ukakuunganisha na ulimwengu wa kiroho. Mti unaweza ukakuunganisha na mauti. Mti unaweza ukakuunganisha na vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hii ni topic ya madhabahu ambayo nataka uelewe vizuri sana. Wachawi wameelewa hizi siri. Ndio maana utaona kwamba maandiko tumesoma kwenye kitabu cha Warumi 8:19. Maandiko yasema kwamba viumbe wanangoja kwa hamu kuridhihirishwa kwa wana wa Mungu, ili wana wa Mungu maana wana wa Mungu watakomboa viumbe na watavitumia kama madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu ambacho tumeongea tukasema kwamba kuna madhabahu mwili. Tukasema kwenye madhabahu mwili kuna mtu, kuna mnyama na kuna miti. Lakini pia nataka niende level nyingine nikufundishe kuhusiana kuhusiana madhabahu kitu. Tunapoongelea kuhusiana madhabahu kitu, tunaongelea kuhusiana vitu ambavyo havina uhai ndani ya hizo vitu, lakini hivyo vitu vinatumika kama madhabahu. Ndio hivi vitu ambavyo havina uhai ndani yao, ambavyo sio viumbe, vitumike kama madhabahu, lazima vinuiziwe, lazima vitumwe na roho, lazima vikue viko na roho, vimebeba roho. Kwa mfano, mtu akienda kwa mganga huwa anampeanga irizi. Ile irizi sio eti kwamba iko na uhai ndani yake. Anaweza akamfungia mchanga, akamfungia kitambaa, akamwambia enda na hiki kitambaa na uende ukisemee maneno ama ukiweke mahali fulani. Na akiweka kile kitambaa, ama unapewa mkufu tu, unapewa pete, ni vitu ambavyo havina uhai ndani yake. Lakini ukipewa hivi vitu unashangaa kwamba vinakuunganisha na ulimwengu wa kiroho, kwa sababu yule ambaye amekupea ametia spirit ndani hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuangalie mstari mmoja kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11. Maandiko yasema hivi: Mungu akafanya kwa mkono wa Paulo miujiza ya kupita kiasi. Maandiko yasema kwamba watu wakachukua vitambaa na walipoenda na zile vitambaa wakaweka juu ya wangoja wao na wangoja wakapona. Kitambaa ni kitu ambacho hakina uhai ndani yake, lakini walipoweka kile kitambaa kwa mgonjwa akapona. Maana kile kitambaa kilitumika kama madhabahu, as an altar. Leo hii ukienda kwa mganga atakupea pete ama akupee mkufu, akupee irizi, lakini ile irizi ambayo amekupea unashangaa kwamba inasababisha mambo katika ulimwengu wa kiroho, mambo katika hii dunia yatokee, ambao ni mambo ambao yalikuwa yametamkwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiangalia Musa alipokuwa anatumwa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli, alipewa vimbo. Lakini ile vimbo ilikuwa ni altar, ilikuwa ni madhabahu ya kukomesha madhabahu za wachawi, ambao wale wachawi ni wachawi wa Farao. Kiangalia pia utaona kwamba wachawi wanakuanga na sanamu, ambao zile sanamu si eti kwamba ziko na uhai, lakini zile sanamu ziko na uwezo wa kiziambudu, zinawapea vitu ambavyo wanaziomba. Zile sanamu zina uwezo wa kuhamisha vitu kutoka ulimwengu wa kiroho, vile vitu vikadhihirika katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hivyo kuna madhabahu kitu ambacho hakiko hai. Yesu anasema mkiwanyamazisha wanafunzi hawa, anasema ya kwamba mkiwanyamazisha wanafunzi hawa, mawe yatainuka na yatapiga kelele. Kwa maana mawe yanaweza yakawa an altar, yanaweza yakatumika kama madhabahu, vitu ambavyo haviishi, havina uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumeongea kuhusiana na madhabahu mwili, tukaongea kuhusiana na madhabahu kitu. Sasa nataka tuzungumzie kuhusiana na madhabahu eneo. Watu wengi wanajuanga kuhusiana na madhabahu eneo. Ndio maana on Sunday utaona kwamba mtu anaenda katika eneo kuabudu pale, lakini hawajui kwamba kuna madhabahu mtu, kuna madhabahu kitu. Na ndio maana utaona kwamba Wakristo wengi wamepigwa, wameshindwa na